mmoja alikuwa na binti zake wawili. Ikafika siku wakaja kuposwa hawa binti wawili kuolewa, lakini waume walikuwa tofauti. Mmoja alikuwa ni mkulima, alikuja kuposa binti mkubwa, na yule mdogo aliposwa na bwana mmoja ambaye ana kiwanda cha kutengeneza vyombo vya udongo, viungu na nini. Baada ya mwaka ikabidi yule baba watembelee watoto wake, wamechukuliwa kila mmoja uko kwake safari. Akaenda kwa yule binti yake mkubwa, akapokewa kwa furaha na heshima kubwa. Baada ya kukaa siku 2-3, akawaomba radhi watoto wake kuambia, sasa narudi nyumbani, niambieni wasia wenu. Binti yule akamwambia, babangu, nataka dua zako sana. Mume wangu amekopesha pesa, akanunua ardhi na akakopesha mbegu ili kulima, na tushapanda hizo mbegu kwenye ardhi. Muombe Allah ilete mvua. In amtarati sama fanahnu fi khair, mvua ikinyesha basi inshallah mzee tuko kwenye neema, manake ni shamba kubwa na tutarajia mavuno makubwa. Kwa hivyo tutilie dua mvua ifanye nini? Nyeshe. Akasema inshallah watoto wangu. Akaenda kwa nyumba ya dada yule mdogo, akapokelewa vile vile bikulli tarhibin wa ihtiram. Na baada ya mapokezi, siku aliwaaga binti yake, akamwambia, baba, nataka dua zako. Mume wangu amenunua mchanga, udongo, na tayari ameshautengeneza, ameleta mafundi, amewalipa pesa, ametengeneza vyombo vya udongo viko juani. Muombe Allah mvua isinyeshe, kwa sababu mvua ikinyesha tushaangamia sisi, tushafilisika. Hebu baba, ni wewe ungeombea nani? Baba akasema, haya ni makubwa sasa, nikimwombea ule mvua ili makulima yake yawe mazuri, huyu ataumia. Nikiomba mvua isinyeshe, yule ataumia. Jibu hili nenda kushauriana na mama yao nyumbani. Akalibeba mpaka nyumbani. Kutokezea mama, hamu ya wanawe alowazoea kwa mwaka mzima washakuwa mbali na yeye, amsalimia, mpa zawadi, amwambia, zawadi kando, nitakujua usalama wa watoto wangu wako vipi. Aambia wanao, ikinyesha mvua sema alhamdulillah, na isiponyesha mvua sema alhamdulillah. Mbona sijakuelewa? Amwambia, alhamdulillahi ala kulli hal, sema alhamdulillahi daiman wa abada. Mwanao mmoja ataka mvua, mmoja haitaki mvua. Kwa hivyo kilichobakia katika maisha ni kusema alhamdulillahi kwa kila